hii ya Nyamagana. Mwenyekiti, mimi nimefarijika, mmeingia mikono salama, kwa sababu Mama Samia ni wa wote, lakini Mama Samia anatokana na Chama cha Mapinduzi. Mama Samia ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa. Sasa sisi ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya ya wanawake, na bahati nzuri mmechagua kijana, na hii kijana ni ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kwa hiyo naomba muwe huru, muwe na amani. Mimi nimewapokea, tutafanya kazi kwa pamoja bila wasiwasi wowote. Angalizo mheshimiwa mwenyekiti. Sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kura za maoni. Yeye tayari alishapitisha. Sasa angalizo, tutakiwa tutembee na kura hizi tatu. Wabunge watakaoteuliwa na mheshimiwa diwani wa kata unayotoka wewe kama mama wa kijani, ili uwe mama wa kijani, ili Mama Samia aende kuwa rais, apate kura nyingi, aweze kufanya kazi vizuri, lazima ashushe mamlaka yake kwa mbunge wa CCM jimbo husika, na yule mbunge wa CCM ashirikiane na diwani wa CCM kwenye kata husika. Hapa mheshimiwa mwenyekiti, kwa tunaitendea haki kijani, na ambayo ndio kijani ya Chama cha Mapinduzi. Endapo mtu mwingine akiwa na utashi wake wa chama kingine, yeye atasema tu, atatupisha. Lazima niwe mkweli katika hili. Manake siwezi kuwa mimi mama wa Chama cha Mapinduzi na nyie wa mama wa kijani, alafu nikawa na mama wa kijani wa kafu, nikawa na mama wa kijani wa Chadema, nikawa na mama wa kijani wa TLP, nikawa na mama wa kijani wa NCCR Mageuzi. Manake slogan ya CCM ndio mitano tena. Wale na wao wana rais wao, itakwenda? Sijui nielewa. Mwaka wa uchaguzi kina mama mjitokeze, mkagombea nafasi hizi. Nafasi hizi ni mali yenu mtakapokuwa wanachama. Haijalishi mwanachama wa 77 na waleo. Walio mkajipime. Hizi nafasi msiwaachie watu. Na ninyi pia mna haki zenu za msingi kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi. Ukishakuwa mwanachama, katiba yetu inasema una haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Sasa hizo haki zote mbili ni za kwako. Sasa zitumie, usiwaangalie hizo fursa, usiwaangalie wengine, na wewe pia inakuhusu. Ila mjue tu kwamba huko hakuna draw. Sio mpira wa miguu au mpira wote. Lazima kuna kushinda na kushindwa. Na unapokuja kuja na matokeo ya mbili, ya kushinda na kushindwa. Na ukishindwa pia usije ukatuvurugia chama chetu. Matokeo ni aina mbili. Yaani hapatikani mshindi bila mshindwa. Majina yanaitwa Tupokigwa Mbwene, ni mwenyekiti wa Mama Kijani Mwanza. Mama Kijani ni kikundi cha hamasa, ni kikundi ambacho kinaundwa na wanawake wajasiriamali mbalimbali kwa lengo la kuweza kuunga mkono jitihada za serikali, shughuli mbalimbali za maendeleo ya kijamii, lakini pia tuko hapa kama wanawake kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Na Mama Kijani iko sehemu mbili, makao makuu yake ni kaskazini Arusha, ambapo mwenyekiti wetu ni Margaret ambaye ni mwenyekiti wa taifa. Na sisi kwa huku tuna shughuli mbalimbali. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanawake wanapata uelewa. Kama tunavyofahamu 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tunataka tuwape elimu wanawake wenzetu waweze kutambua umuhimu wa kuchagua kiongozi aliye sahihi, kuweza kushiriki katika kuchagua viongozi mbalimbali, kwa sababu tunakwenda kuchagua viongozi mbalimbali kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. So tunapita sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuwapa elimu hiyo. Wanawake wajitokeze kwa wingi, waweze kushiriki kwenye uchaguzi, wenyewe waweze kugombea na kushika nafasi mbalimbali, kwa sababu nafasi ziko wazi. Hasa kwenye Chama cha Mapinduzi nafasi ziko nyingi. Wanawake wachukue fomu, wajiandikishe, wagombee, kwa sababu kama una sifa basi nafasi iko pale kwa ajili yako.
Lakini lengo kubwa pia la Mama Kijani ni kuhakikisha kwamba tunainuana kiuchumi wanawake. Kama nilivyokuambia, wanawake ni wajasiriamali wengi ambao tuko kwenye kikundi hiki au kinaundwa na wanawake wajasiriamali. Kwa hiyo tuko hapa kuinuana kiuchumi, kupeana connection mbalimbali. Kubwa zaidi, tunahitaji pia tuweze kupata msaada kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Mfano, tunahitaji kufikia mabinti ambao wako vijijini waweze kupata elimu ya afya ya uzazi, wanapoingia kwenye siku zao waweze kujua namna gani waweze kujistiri. Kuna mabinti wanatumia vinyesi vya wanyama kama ng'ombe kujistiri wanapoingia kwenye siku zao. Wengine wanatumia njia ambazo sio salama kwa afya zao wanapoingia kwenye siku zao. Kwa hiyo sisi tuko hapa kama mama zao, kama dada zao, kuhakikisha kwamba tunawasemea mpaka kufikia ngazi za juu, waweze kujua kwamba kuna mabinti outside there wanapata changamoto wanapoingia kwenye siku zao. Kwa hiyo Mama Kijani itakuwa mbele kuhakikisha kwamba tunapata vizazi vya baadaye ambavyo vina afya iliyo njema, afya ya uzazi inaboreshwa, inaongelewa, watoto wanapata elimu nzuri. Kwa hiyo tutakuwa tuna activities mbalimbali, tutakwenda kule kuwasaidia zile taulo za kike, na sio tu taulo za kike wale ambao wanatumia mwezi mmoja, hapana. Tumekuja na mlengo kabambe. Kabla hatujajenga kiwanda chetu cha kutengeneza taulo za kike ambazo ni washable za kufua, tutaanza kwa ajili ya kununua na kusapoti watu wengine. Kwa hiyo tutataka tuwe tunawasaidia zile taulo za kike ambazo ni za kufua aweze kutumia mwaka mzima. Ili tukimsaidia leo, tunajua kabisa kwa mwaka mzima huyu binti atakuwa salama katika anapoingia katika siku zake, kwa sababu ni afya kuingia katika siku zao. So tutakuwa na hiyo, lakini tuna maono makubwa kwa baadaye kuwa na kiwanda chetu ambacho tutakuwa tuna produce taulo za kike za kufua maalum kwa ajili ya kuwasaidia mabinti ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Lakini pia tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jiji letu la Mwanza linakuwa safi. Tuko hapa kwa ajili ya kutunza mazingira. Tutakuwa na activities za kupanda miti, tutakwenda kuwatembelea wenye uhitaji hospitali, tutafanya usafi mazingira mbalimbali. Yaani ni wanawake ambao kama unavyomjua mwanamke ni mtu msafi, ni mama wa nyumbani. Kwa hiyo tunahakikisha mazingira yote yanakuwa salama. Kwa sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakuwa kwenye mazingira ambayo ni salama, na jiji letu la Mwanza watu wakiingia waseme jiji la Mwanza ni salama. Tutapanda miti, tutafanya usafi, tutakwenda kutembelea watu wenye uhitaji kule. Kwa Mama Kijani ina vitu vingi sana, ikiwemo kubwa zaidi kuhakikisha kwamba kama unavyoona Mama Kijani pembeni huku yuko Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwanamke mwenzetu, tunamsupport kwa 800%. Yaani hivi tumesema sisi kauli mbiu yetu ni kwamba Mama Kijani, Samia kwa ustawi wa Tanzania, mitano yake. Yaani kwamba sio mitano tena, mitano ya kwake. Yaani tayari tumeshampa ni mitano yake. Kwa hiyo sisi Mama Kijani tuko hapa, tuna shughuli zetu mbalimbali, lakini pia tunataka tumtoe hofu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba Mwanza ana jeshi kubwa, Mwanza ana watu, Mwanza ana wanawake, Mwanza ana mabinti. Tuko hapa kuhakikisha kwamba sisi ni mabalozi wake. Tutahakikisha kwamba tunamsemea, tuna yale yote aliyoyafanya, sisi tutapita kwenye hiyo miradi, tutaiangalia, tutaikagua, tutaisema, tutaiweka wazi na watu wengine na wanawake wenzetu pia waweze kuona. Kwa hiyo ni Mama Kijani. Nikisema niongelee Mama Kijani, ni full package. Ni kitu likubwa, tuna mambo mengi sana. Kwa majina anaitwa Benedetta Muhoza, ni mjasiriamali na niko Mwanza, na leo hii tulikuwa tuna kikao rasmi sisi Mama Kijani Mwanza. Tumekutana kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali kuhusu Mama Kijani, kwa maana tunamaanisha kwamba tunaunga juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Tanzania. Kupitia sisi Mama Kijani tuko sambamba, tunajaribu kupita maeneo kadhaa na kuunga juhudi zake za maendeleo katika sekta mbalimbali, hasa kwa sisi wafanyabiashara na maeneo tofauti yanayotuhusu hasa sisi wa mama. Hivyo leo tulikuwa tunajaribu kuongea na kuona namna gani basi tunaweza tena kuendeleza tena juhudi za mama kwa kumsapoti na kuungana naye katika harakati zake za kutetea maendeleo ya nchi. Pia tunajivunia vitu vingi, kwanza maendeleo aliyoyafanya kwa kipindi chake, lakini pia ameweza kuwagusa wamama katika sehemu tofauti kwa kuweza kuwapa miradi na kuwagusa jamii nzima, wa mama na watoto. Tunaona juhudi zake, kwa hivyo na sisi tunaamua kumuongezea nguvu kwa sababu tunaamini yeye ni namba 1. Kwa nyuma yake lazima kuna watu tena kina mama tunaweza kuunga juhudi zake. Kwa majina anaitwa Rosemary Mshumbu, ni mkazi wa Mwanza, wa jiji la Mwanza. Mimi ni mjumbe
kwenye kundi la Mama Kijani Mwanza. Mama Kijani ni taasisi ya kijani, na nadhani unaelewa tunaposema kijani. Kijani, kila mtu anahitaji kijani ili aweze kuishi. Sisi tunaunga juhudi za Mama Samia kwa 100%, tunaziunga mkono, lakini pia tunahamasisha mazingira. Tunahamasisha mazingira, kupanda miti, lakini kwa ajili ya afya kwa watoto walioko mashuleni. Kuna watoto wanateseka sana kwa ajili ya taulo za kike na kadhalika. Sisi tunamuunga Mama Samia 100%. Tuko naye bega kwa bega. Naomba mama nimtoe wasiwasi kwa kusema kwamba nyuma yake kuna watu. Naamini kwamba kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hiyo Mama Samia bila sisi, bila wengine hafiki, lakini tunapambana kwa ajili yake. Mimi naweza kusema kwamba mimi ni kati ya mmoja ya watu ambao wameweza kutembelea miradi ya mama. Mama amefanya kazi bwana. Mama amefanya kazi sana Mwanza, na huu ni mkoa wa Mwanza. Imagine mikoa mingine. Nimefanikiwa kutembelea meli inaendelea. Yaani kuna watu wanaishi hapa Mwanza lakini hawajui kama meli inafanya kazi na inaendelea kutengenezwa. Hawajui kama reli imefikia kiasi gani. Mimi nimetembelea hadi reli, nimeshafika, nimebahatika kufika mpaka huko. Lakini daraja, kuna watu hawaelewi. Yaani daraja mpaka tunapita eti. Tumeshaanza kupita lakini kwa nani maalum, sio kwamba imeruhusiwa, hatujafanya ufunguzi. Lakini baadhi ya vitu vingi sana naona na uvivu hata kuvieleza. Kwa hiyo kama sisi Mama Kijani tuko mstari wa mbele, tunahitaji pia kuonyesha juhudi za mama. Tunataka Watanzania waone, tunataka wana Mwanza waone amefanya nini, kwa sababu wapo hapa hawaelewi. Tunataka tuwaonyeshe. Kwa hiyo tumeanza leo, tulikuwa na kikao chetu hapa CCM wilaya ya Nyamagana, lakini pia tutaonyesha vingi na vingi. Nadhani mwanahabari mtaendelea kuona vingi. Kwa hiyo tuko nyuma ya mama. Nadhani tumekaa hapa kwa sababu tuko wilaya ya Nyamagana. Ofisi yetu iko wilaya ya Nyamagana. Ndio maana umeona tumekaa mahali hapa. Lakini sisi tuko mpaka kanda ya Ziwa. Yaani sisi ni wanawake, tuna mnyororo mrefu sana nyuma. Kwa hiyo tuko wengi sana. Sisi ni baadhi ambao tumeweza kuwakilisha. Ndio maana unatuona hivi. Ategemee mambo mazuri sana. Sisi ni mbegu ambayo imepandwa na inamwagiliziwa, inambolea. Kwa hiyo hatutegemei kunyauka. Yaani tunasonga mbele. Tunamuunga mkono mheshimiwa, na katika uchaguzi unaokuja tuko bega kwa bega. Tunapambana kwa ajili yake. Yaani sisi hata sehemu kuna baadhi kama mheshimiwa rais kuna sehemu hawezi kufika, lakini sisi tunafika. Sisi wakina mama tuna watu nyuma, tuna minyororo nyuma. Kwa hiyo ategemee mambo mazuri sana. Sisi ni mabalozi wazuri sana wa mama.